Nianze kwa kushukuru kwa kunialika kuweza kuchangia hoja kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, katika kuchangia hotuba hii kwa unyenyekevu kabisa, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuwa hapa jioni hii ya leo. Mheshimiwa Spika, kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona ninafaa kuongoza wizara hii iliyoko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, nimpongeze sana Makamu wa Rais kwa miongozo yake ambayo anatupa, lakini vile vile nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya kazi kubwa ambayo anaifanya hapa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka tulifika kule kwenye jimbo la Lushoto, na wale wana Lushoto wanafahamu kwamba, nawe unafahamu kwamba cheni ichi ulikisema kule bunge kule Lushoto, na kushukuru sana. Mheshimiwa Spika, kipekee ni kupongeza wewe pamoja na viongozi wote wa bunge ambao mnatuendeshea bunge hili kisasa kabisa, na tunaona hali ilivyo hapa. Hata hapa nilipo namuona waziri mkuu hapa akiconcentrate kwenye hili tunalolifanya. Mheshimiwa Spika, na chukua fursa hii pia kusimama mbele ya bunge hili kutoa ufafanuzi wa baadhi ya hoja ambazo ziko pamoja zimeletwa na waheshimiwa wabunge. Lakini kabla ya hapa ni shukuru kamati ya bunge ya TAMISEMI inayoongozwa na Mheshimiwa Florent Laurent Kiombo, mbunge, kwa maoni na ushauri bora kabisa ambao mmetupatia. Ushauri wenu unatuendeleza vizuri kuweza kutekeleza maelekezo na yote yaliyoko kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwenye dira ya 2050. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana manaibu waziri Dr. Festo John Bugange na Mheshimiwa Jafar Rajab Saif kwa kazi kubwa wanazozifanya. Pia niwashukuru sana Bwana Adolf Ndunguru, katibu mkuu, manaibu katibu wakuu akiwepo Sospita Mtwale, Engineer Rogatus Mativila, Profesa Tumaini Nagu na Bwana Atupele Mwambene, wakuu wa taasisi na wakuu wa idara kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na watumishi wote wa ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa michango yao mikubwa wanayoitoa. Mheshimiwa Spika, mwisho ingawa sio kwa umuhimu, na washukuru sana wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa na watumishi wote walioko kwenye ofisi hizi, kwa sababu bila wao kazi kule chini zisingekuwa zinaweza kufanyika. Mheshimiwa Spika, niwashukuru wananchi wa Lushoto kwa kunichagua kuwa mwakilishi wao kwenye bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii sasa kusimama mbele ya bunge hili ili kutoa ufafanuzi wa baadhi ya hoja za waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, tumepata michango ya wabunge waliochangia TAMISEMI 120, ikiwepo michango 118 ya mazungumzo na michango miwili iliyoletwa kwa maandishi. Mheshimiwa Spika, kwenye hii michango yote hoja tumezigawa kwenye maeneo 14. Mheshimiwa Spika, hoja ya kwanza ni serikali kutakiwa kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule chakavu nchini, hususan kwenye majimbo ya Hai, Temeke, Same, Bunda, Lushoto, Ludewa, na sasa hivi tumesikia pia kutoka kwa Profesa Pius Yanda
kule Buhigwe. Mheshimiwa Spika, suala la shule chakavu sio kwenye majimbo haya tuliyoyataja peke yake. Suala hili ni kwenye majimbo yote ya Tanzania. Mheshimiwa Spika, sisi kama ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa tumeanza mchakato wa kuandaa andiko la mradi unaoitwa Sifa. Mradi huu kirefu chake ni School Infrastructure Facelifting Program. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba zile shule zote kongwe za awali, za msingi na sekondari zinafanyiwa ukarabati. Mheshimiwa Spika, tathmini iliyofanyika imebaini ukarabati unahitajika kwenye shule za msingi ikihusisha vyumba vya madarasa 42,716 na nyumba za walimu 31,813. Aidha, kwa upande wa shule za sekondari, Mheshimiwa Spika, inajumuisha vyumba vya madarasa 6,889, nyumba za walimu 3,518 na maktaba 91 pamoja na mabweni 309. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikitoa fedha kwa ajili ya kufanya ukarabati kwa awamu, ambapo kati ya mwaka 21-22 hadi 25-26 serikali imetumia shilingi bilioni 237.9 kwa ajili ya ukarabati na ujenzi wa miundombinu mipya ya shule za msingi na sekondari kongwe chakavu nchini. Mheshimiwa Spika, ni washukuru sana Mheshimiwa Kitila Mkumbo Profesa na timu yake kule Wizara ya Mipango kwa kulipokea andiko hili ambalo tumekuja nalo ili liweze kutafutiwa fedha na hatimaye tuanze kuimplement mradi huu kwa nchi nzima. Mheshimiwa Spika, hoja ya pili ilikuwa ni watu wenye ulemavu kutokufikiwa na mikopo ya 10% kwa madai ya kukosekana kwa vikundi vya watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, swala hili tumelifanyia kazi kama wizara na tumefika mahali ambapo tumekubali kwamba mtu mmoja mmoja mwenye ulemavu anaweza kuruhusiwa kuchukua mkopo huu ili kuwapa room waweze kunufaika na mikopo hii. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, swala hili limeendelea kufanyiwa kazi na lina solution yake ya namna hiyo. Mheshimiwa Spika, hoja ya tatu ni matumizi ya teknolojia sahihi katika ujenzi wa barabara ili kutumia malighafi zinazopatikana katika maeneo husika. Mheshimiwa Spika, katika kupunguza gharama za ujenzi na kuwa na barabara za wilaya za kutosha zinazopitika, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kupitia TARURA imekuwa ikitumia teknolojia sahihi na nafuu tunazoziita appropriate technology katika ujenzi wa barabara. Matumizi haya yamewezesha kuboreshwa kwa barabara, yani roads improvement, na kuwezesha maeneo korofi ama bottlenecks kupitika. Matumizi ya teknolojia sahihi ni pamoja na ujenzi wa madaraja ya mawe 501, barabara za mawe kilomita 30.03 na ujenzi wa barabara za zege kilomita 246.77 kwenye maeneo yenye miinuko na yenye kutuamisha maji. Aidha, ili maeneo korofi kupitika kwa ujenzi wa bei nafuu, mikanda ya zege sehemu yanakokanyaga matairi imejengwa sehemu mbalimbali nchini. Tuna mifano ni baadhi ya barabara zinazopita mlima wa Livingstone, wilaya ya Mbinga, wilaya ya Nyasa, Ludewa, ili kuendelea kuhakikisha barabara zinapitika mwaka mzima. Nimeendelea kuwaelekeza TARURA, Mheshimiwa Spika, kufanya upembuzi yakinifu ya ujenzi huu wa concrete strips
na pia watumie aina ya ujenzi kwenye maeneo mwafaka ya vijijini ambako idadi ya magari ni machache. Matumizi ya teknolojia sahihi yataweza kutumia malighafi zinazopatikana katika maeneo husika, jambo ambalo kimsingi ni faida kwenye ujenzi, lakini pia yatawanufaisha wananchi ambao wanakaa maeneo yale. Mheshimiwa Spika, hoja ya 4 ilikuwa ni serikali kutoa fedha za dharura kwa ajili ya ukarabati wa miundombinu ya barabara zilizoharibiwa na mvua nyingi zinazoendelea kunyesha. Mheshimiwa Spika, bajeti ya TARURA imeendelea kuongezeka kama tulivyoona kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tumetoka bilioni 944 hadi trilioni 1.21 kwa mwaka 26-27, sawa na ongezeko la asilimia 22. Mheshimiwa Spika, ongezeko hili ni jitihada za kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyoyatoa wakati akizindua bunge letu la 13 tarehe 24 Novemba mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio haya ya kupata bajeti hii, serikali imetumia fedha za dharura shilingi bilioni 21.4 kurekebisha miundombinu ya barabara ambazo zimeathiriwa na mvua kwa mwaka 25-26. Aidha, serikali imefanya tathmini ya miundombinu iliyoharibiwa na mvua na tumepata kiasi cha shilingi bilioni 99.636 zinazohitajika kwa ajili ya kurekebisha barabara hizi ambazo zimekatika. Mheshimiwa Spika, bajeti hii tumeendelea kukaa na wenzetu wa Wizara ya Mipango pamoja na wenzetu wa Wizara ya Fedha ili kuhakikisha kwamba angalau ndani ya muda mfupi, Mheshimiwa Spika, fedha hizi zinapatikana ili tuweze kwenda kukwamua hali iliyoko kwenye maeneo yetu, kwenye majimbo yetu. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, hoja ya 5 ni serikali kutenga fedha kwa ajili ya kukamilisha maboma ya elimu na afya kabla ya kuanza miradi mipya. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya na zahanati kwenye kata za kimkakati ambazo mwaka 24-25, Mheshimiwa Spika, na mwaka 25-26 serikali ilitoa shilingi bilioni 116.25 kwa ajili ya kujenga na kukamilisha vituo vya afya 202 na zahanati 426. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa elimu mwaka 25-26 serikali imetoa shilingi bilioni 22.64 kwa ajili ya ukamilishaji wa maboma 1267 ya miundombinu ya shule za msingi, sekondari, maboma 474 ya vyumba vya madarasa za shule ya msingi, maboma 330 vyumba vya madarasa vya sekondari, mabweni 130 na maboma 333 ya vyumba vya madarasa. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kupitia vyanzo mbalimbali kwa ajili ya kukamilisha maboma katika vituo vya kutolea huduma za afya na elimu. Mheshimiwa Spika, hoja ya 6 ilikuwa ni ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa zisimamie halmashauri zinazokusanya mapato ya ndani yanayozidi shilingi bilioni 10, waweke asilimia 10 kuzipeleka kwenye ujenzi wa barabara zao. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa imeendelea kuzisimamia halmashauri zenye mapato makubwa kutenga asilimia 10 kwa ajili ya kuchangia utekelezaji wa miradi ya barabara. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 26-27 shilingi bilioni 61.238 zimetengwa na halmashauri 16 zenye mapato yanayozidi shilingi bilioni 10 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa barabara. Halmashauri hizo
ni jiji la Dar es Salaam shilingi bilioni 14.5, Kinondoni Municipality shilingi bilioni 8, Dodoma jiji shilingi bilioni 7, Arusha jiji shilingi bilioni 7, Temeke Municipality shilingi bilioni 6.5, Ubungo shilingi bilioni 3.2, Chalinze shilingi bilioni 2.225, Tunduma shilingi bilioni 1.8, Tanga shilingi bilioni 1.8, Mwanza shilingi bilioni 1.7, Mbeya shilingi bilioni 1.4, Kigamboni shilingi bilioni 1.3, Geita shilingi bilioni 1.2, Ilemela shilingi milioni 950, Morogoro Municipality shilingi milioni 840, na Mkuranga kwa ndugu yangu Ulega shilingi milioni 800. Mheshimiwa Spika, zipo halmashauri nyingine ambazo ziko kwenye kundi la kuchangia, hazipo kwenye kundi la kuchangia asilimia 70 kwenye miradi ya maendeleo kutoka kwenye mapato yao ya ndani. Halmashauri hizi pia tumezielekeza angalau zitenge kiasi cha fedha kwa ajili ya kwenda kurekebisha barabara. Mheshimiwa Spika, hoja ya 7 ilikuwa ni ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa ifanye tathmini ya miradi ya TACTIC kwenye majiji na miji kujua kwa nini miradi inachelewa kukamilika na lini itakamilika. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa miradi ya TACTIC unatekelezwa kwenye miji 45. Mheshimiwa Spika, miradi hii imegawanyika katika makundi matatu. Kundi la kwanza lina miji 12, kundi la pili lina miji 15 na kundi la tatu lina miji 18. Awamu za miji hiyo ni kama ifuatavyo. Kundi la kwanza lina halmashauri za majiji ya Arusha, Mwanza, Dodoma na Mbeya, manispaa za Kigoma, Ujiji, Ilemela, Geita, Morogoro, Songea, Sumbawanga, Tabora na Kahama. Kundi la pili, Mheshimiwa Spika, ni jiji la Tanga, manispaa za Mtwara, Bukoba, Iringa, Kibaha, Lindi, Moshi, Mpanda, Musoma, Singida, Shinyanga na mji wa Babati, Bariadi, Korogwe na Njombe. Na kundi la tatu, Mheshimiwa Spika, ni miji ya Bunda, Handeni, Ifakara, Kasulu, Kondoa, Mafinga, Makambako, Masasi, Mbinga, Mbulu, Nanyamba, Newala, Nzega, Tarime, Tunduma, Bagamoyo na wilaya za Chato na Mbozi. Mheshimiwa Spika, maendeleo ya utekelezaji wa miradi hii iko katika hatua zifuatazo. 1. Kwenye miji 12 ya kwanza, miradi ya barabara katika miji hiyo imekamilika, na miradi isiyo ya barabara utekelezaji wake unaendelea na umefikia asilimia 98. Mheshimiwa Spika, miradi ya kundi la pili yenye miji 15 utekelezaji wake upo asilimia 30, na miradi ya kundi la tatu ambao utekelezaji wake haujaanza lakini usanifu umekamilika na tuko tayari kwa kutangaza tenda za zabuni ili kazi hizi ziweze kuanza. Aidha, serikali itaendelea na usimamizi wa mradi huu hadi kukamilika kwake ili wananchi wapate manufaa yanayokusudiwa. Mheshimiwa Spika, hoja ya 8 ni serikali iweke mkakati wa matumizi ya fedha za BAKAA ambazo zinatakiwa kutumika ndani ya miezi 6 kwa mwaka mpya wa fedha, ambapo matumizi ya fedha hizi hufanyika bila kuzingatia ubora wa miradi inayotekelezwa. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuhakikisha kwamba fedha za BAKAA zinatumika kwa mujibu wa sheria ya bajeti sura 439 na kanuni zake, ambazo fedha hizo zinatakiwa zitumike ndani ya miezi 6. Mheshimiwa Spika, pengine tunaweza kuulizwa kwa nini tunavuka na fedha nyingi wakati mwingine za BAKAA. Fedha hizi ziko kwenye miradi ambayo mingine imeletwa na wabia wa maendeleo. Kwa hiyo inapokuja ili tuweze kukamilisha ile miradi, wakati mwingine inakuja kwa kuchelewa.
Kwa hiyo lazima tuvuke nazo kwenye mwaka unaofuata. Sisi kazi yetu kubwa kama ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa, Mheshimiwa Spika, ni kuhakikisha kwamba tunazingatia sura 439 ya bajeti ambayo inatuelekeza kwamba fedha hizi zitumike ndani ya miezi 6. Mheshimiwa Spika, hoja ya 9 imeitaka ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa kuweka utaratibu wa kufanya ufuatiliaji katika halmashauri nchini ili kuona uhalisia wa fedha zinazopelekwa na zinavyotumika katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi na ufuatiliaji wa maendeleo katika miradi ya maendeleo katika ngazi ya wizara, mikoa, wilaya na halmashauri. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza hili, serikali imeboresha miundombinu kwa kuanzisha idara ya ufuatiliaji, usimamizi na ukaguzi pamoja na vitengo vya ufuatiliaji na tathmini katika ngazi za mikoa na halmashauri ili kuviwezesha kwa kuvipatia watumishi rasilimali fedha na vitendea kazi ikiwemo magari kwa ajili ya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi hii. Mheshimiwa Spika, aidha serikali imeendelea kuimarisha vitengo vya ukaguzi wa ndani pamoja na kujenga mifumo ya tehama ikiwepo integrated monitoring and evaluation systems IMES, mfumo wa mpango na bajeti tunaoita PlanLab, na mifumo ya matumizi ngazi ya halmashauri na vituo vya kutolea huduma. Tuna mfumo unaitwa Tausi na mfumo unaitwa FALS. Mheshimiwa Spika, hoja ya 10 ni serikali iangalie utaratibu wa kutumia miundombinu ya ghorofa kwenye maeneo yenye changamoto ya upatikanaji wa maeneo. Mheshimiwa Spika, serikali imeanza utaratibu wa ujenzi wa miundombinu ya ghorofa katika maeneo yenye ufinyu wa ardhi ya miundombinu ya kutolea huduma za afya na elimu. Mheshimiwa Spika, tuna mifano mizuri kwenye jiji la Dar es Salaam, lakini vile na manispaa zake kule Dar es Salaam. Tumejenga shule za magorofa kule, tumejenga vituo vya afya vya gorofa. Mheshimiwa Spika, mfano wa maeneo yaliyoanza utekelezaji huo kama nilivyosema ni Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Dodoma, manispaa za Temeke, Ubungo na Kinondoni pamoja na halmashauri ya mji wa Tunduma anapotokea Mheshimiwa Silinde. Aidha, kabla ya kuanza utekelezaji wa ujenzi huo, halmashauri zinatakiwa kuwasilisha michoro ili kupata idhini ya kuendelea na ujenzi. Kwa hivyo halmashauri zenye uwezo wa kujenga majengo hayo, Mheshimiwa Spika, hata leo kama uko tayari zilete michoro hiyo na wenzetu hapa wizarani wataipitia michoro hiyo na kuhakikisha kwamba tunatoa vibali majengo hayo yaendelee kujengwa. Mheshimiwa Spika, hoja ya 11 ni watumishi walipwe gharama za matibabu walizozitumia wanapowasilisha madai. Mheshimiwa Spika, swala hili lilitolewa mfano kwa mwalimu anaitwa Medritsi Gabriel Bukala ambaye alitumia kiasi cha shilingi milioni 41, lakini fedha hizi hatukuwa tumefahamu kwamba amezitumia kwa sababu alikuwa hajaleta applications za kwake za kuwa refunded. Mheshimiwa Spika, tumelichukua hili na tumeshapeleka hazina kuomba refund ya mwalimu huyu aweze kurejeshewa gharama zake. Aidha, gharama za usafiri wa kwenda na kurudi hospitali kwa mtumishi huyo, Mheshimiwa Spika, zililipwa na halmashauri wakati wa matibabu yake. Mheshimiwa Spika, hoja ya 12 ni ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa iharakishe ukamilishaji wa sera ya ugatuzi wa madaraka, yani D/D, ili kuzipa nguvu za utekelezaji mamlaka za serikali za mitaa.
Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ilifanya tathmini ya utekelezaji wa tamko la kisera la maboresho ya serikali za mitaa la mwaka 1998. Tathmini hiyo ilipendekeza kutungwa kwa sera ya taifa ya ugatuzi ambayo, Mheshimiwa Spika, rasimu yake iko katika ngazi za maamuzi na mapendekezo ya rasimu ya sera hiyo yamezingatia mahitaji ya sasa ya mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, hoja ya 13 ni kuhakikisha hakuna uchelewaji wa kutoa vibali vya matumizi ya fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na pia kwamba Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa izisimamie mamlaka za serikali za mitaa kutoa vibali vya matumizi ya fedha. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Serikali za Mitaa inaendelea kuzisimamia halmashauri kwa ajili ya kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa wakati, ikiwemo kutoa vibali vya matumizi ya fedha kwa haraka. Aidha, Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Serikali za Mitaa na Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa imeendelea kuboresha mifumo ya kielektroniki, ikiwemo kupokea taarifa za miradi na mabadiliko ya vifungu vya matumizi ya fedha, yani reallocation, kwa ajili ya kurahisisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, vile kwa kushirikiana na PPRA, wizara imeendelea kutoa mafunzo ya mfumo wa NeST kwa watumiaji 9678 walioko kwenye mamlaka za serikali za mitaa, ikiwepo makandarasi wa ndani. Mheshimiwa Spika, wizara itaendelea kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi katika mamlaka za serikali za mitaa ili kuhakikisha hakuna ucheleweshaji wa utoaji wa vibali vya utekelezaji wa miradi katika ngazi za halmashauri na vituo vya kutolea huduma za afya na elimu. Mheshimiwa Spika, hoja ya mwisho, hoja namba 14, ni kuitaka Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuwaelekeza mamlaka za serikali za mitaa kupanga ratiba ya vikao vya kamati ya fedha pamoja na mabaraza ya halmashauri kufanyika siku za Jumamosi au siku yenye nafasi watakayokubaliana na mbunge husika, na pia kuwataka wakurugenzi kutoa taarifa za miradi ya maendeleo, taarifa ya fedha za miradi ya maendeleo inayokwenda kule kwenye halmashauri kwa waheshimiwa wabunge ambao ndio wanaohangaika kuzitafuta hizi fedha humu bungeni. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa imekuwa ikisisitiza vikao vya kamati za fedha na mabaraza kufanyika siku za Jumamosi au siku yenye nafasi watakayokubaliana na mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ametoa maelekezo haya mara kwa mara, na mimi leo nisisitize kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu tutaendelea kuyafuatilia. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitaomba unipe kibali kwa wale ambao watakiuka maelekezo haya ambayo umeyatoa hapa bungeni, basi tuweze kuchukua hatua za kinidhamu ama hatua za kiutumishi. Mheshimiwa Spika, lengo letu ni kama Mheshimiwa Rais alivyotuelekeza, kupeleka tabasamu kwa Watanzania, na tutapeleka tabasamu hii kama wote tutashirikiana kuhakikisha kwamba tunatekeleza miradi ya maendeleo kwa kadiri fedha zilivyotolewa hapa ndani. Mheshimiwa Spika, mwisho kabisa niwashukuru tena wananchi wa jimbo la Lushoto. Nimshukuru mke wangu mpendwa Bi Rahel
Mheshimiwa Spika, na watoto wangu Silas, Steve, Robinson, Rodney na mjukuu wangu Welsi. Mheshimiwa Spika, nimelileta hili pia ili kumwambia Mheshimiwa Baba Levo kwamba huku Dodoma sina watoto. Watoto wangu na mke wangu wako pale Dar es Salaam na wengine wakiwa shule za boarding, na kaka yao mkubwa na mke wake na mjukuu wangu wako Arusha. Kwa hiyo ulichokisema Baba Levo umenitilia shot kule nyumbani. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya naomba kuchangia hoja. Asante sana Mheshimiwa Spika.